Kama mnavyoona eneo la tukio hili ni ajali ni mbaya, maana ajali kubwa imetokea asubuhi. Lakini baada ya kufika eneo la tukio nimejionea mwenyewe na kama nyinyi waandishi wa habari mnavyoona. Lakini nadhani tunatoa huduma, lakini nimewasiliana na mkuu wa usalama barabarani wa mkoa RTO SSP Magayane, yuko hospitalini. Anaambia mpaka muda huu mpaka sasa hivi maiti ziko 4, kwa maana watu wazima, watu wakubwa ni 3 na mtoto mdogo mwaka mmoja ni mmoja. Kimsingi sasa kwetu ni wake up call naweza kusema, kwa sababu kama ni ndani ya muda mfupi limetokea tukio la pili, manake sisi kwetu ni wake up call, kurudi na vyombo vyangu kukaa kuona changamoto iko wapi, nini shida, ili tuweze kuona kwenye hilo eneo ambalo tutakuwa tumebaini kwamba changamoto ni nini, basi tuweze kuelekeza nguvu hapo na kuchukua hatua. Lakini kwa awali mimi niliposikia, kwa sababu bado hizi ni taarifa za awali sana, kwa maana uchunguzi unaendelea, lakini taarifa kutoka vyombo vyetu ambavyo vinasimamia masuala haya ya usafiri wa barabarani inasadikiwa kwamba inawezekana ikawa ni mwendo kasi tunavyoona. Kwa hivyo tutafanya uchunguzi ili tukibaini chanzo ni nini, basi nguvu zetu tuelekeze kwenye eneo hilo. Lakini wito wangu sasa kwa madereva, kwa sababu sisi tutafanya kama serikali na vyombo vya usalama, lakini na wao pia kuzingatia taratibu zote za usalama wa barabarani, kwa sababu katika eneo hili ukiangalia ni eneo fupi sana kutoka stendi. Sasa ukipata ajali katika eneo hili lazima wote inatutafakarisha. Mimi nilikuwa natoka zangu stendi hapa nakuja huku, gari imeanza kukosa bodaboda pale kuwagonga. Baada ya hapo kuwakosa kuwagonga, gari tayari kama imehama, imemshinda dereva, ikaja ikagonga ukingo wa ikaingia kwenye msingi. Kwa hiyo matokeo yake gari likabinuka matairi juu. Sasa nimekuta bado wanaendelea kuokoa, tumesaidia kuendelea kuokoa abiria ambao walikuwa majeruhi, lakini nimeshuhudia maiti moja ambayo imetolewa na kupelekwa mochwari. Ajali ilikuwa mbaya kwa kweli. Nilikuta gari ilianguka lote, watu walikuwa katika hali mbaya, askari wetu wakaingia kuokoa watu. Nashukuru pia watu wa hospitali pia walileta nani zao za wagonjwa, magari ya wagonjwa, na la kwetu pia la wagonjwa tunalo moja, tukawa tunawakimbiza watu kule hospitali. Nilipofika hapa nimeongea na DTO, kwa maana huyu ni mkuu wa trafiki wa wilaya. Anaambia gari imetoka, imekaguliwa, na baada ya ukaguzi gari karuhusiwa kuondoka wakiwa abiria wako level city pamoja na dereva katika hali sahihi. Na kama mnavyoona nyinyi wenyewe ni eneo ambalo barabara ilikuwa hakuna mapishano magari zaidi ya kona. Kwa naendelea kufuatilia kujua chanzo kikubwa nini, kwa sababu hata dereva baada ya ajali dereva amekimbia. Hiyo kampuni nadhani kuna rekodi zake kwenye kampuni. Kwa tutamfuatilia, tutamtia katika mikono ya sheria, basi na sheria itachukua mkondo wake.